kubwa sana kwenye mpira wa Tanzania. Lakini natia moyo zaidi kuona kwamba ni kampuni ya kizawa, inamilikiwa na Watanzania, inakwenda kufanya jambo hili. Wenzetu walishapiga hatua, wao wana mifumo ambayo wameitaja pale kama Opta, ni mifumo ambayo tayari imepiga hatua sana duniani, lakini kwetu ilikuwa kidogo ni ngumu kupata mfumo ambao unaweza ukakupa data zaidi ya zile ambazo mara nyingi tunaziona: magoli, assist, clean sheet. Mara nyingi imekuwa ndio data zetu tunazunguka umuhimu, lakini hawa sasa wanakwenda kutupa zaidi ya kile ambacho tunakiona kwenye macho ya kawaida. Ni jambo kubwa kwenye mpira, lakini ni jambo kubwa kwa watu wote ambao wapo kwenye mpira, hasa wachezaji ambao wale tunasema ndio kazi yao mama. Kwao inaenda kuwaweka sokoni zaidi, kwa sababu kila ambacho unakifanya sasa kitakwenda kutafsiriwa kwenye mfumo wa takwimu. Ni mfumo wa kisasa, ni mfumo ambao unakwenda kutoa data sahihi. Mara nyingi timu moja moja kulingana na uwezo ambao zilikuwa nazo walikuwa wana mifumo baadhi kama GPS kuona mchezaji amekimbia kilomita ngapi, lakini sasa hivi tunaenda kuona zaidi mchezaji labda amekimbia kilomita ngapi, ametembea maeneo gani uwanjani. Tunasema ni mshambuliaji, pengine mshambuliaji muda mwingi kwenye mchezo alikuwa anacheza katikati ya uwanja na watu wanasema mbona afungi, lakini makocha wataweza kuona mchezaji wake anacheza kwenye maeneo sahihi. Lakini pili, wachezaji wenyewe wanaweza kujiassess na kwenda kupandisha viwango vyao. Lakini nyanja ya mwisho ambayo tunaizungumza ni eneo la kibiashara. Mpira wa miguu ni biashara kubwa sasa hivi duniani. Una maeneo mengi ambayo yapo kibiashara, na eneo hili la takwimu kwenye ligi yetu watu walikuwa wanajitolea. Na mkumbuka wazee wa mpira takwimu, utakumbuka watu binafsi walikuwa wanajitolea kujaribu kukusanya hizo takwimu, lakini sasa linakwenda kubadilisha mpira na kuweka zaidi kwenye eneo la kibiashara kwenye upande wa takwimu. Miaka 13 iliyopita tulibadilisha mpira wetu kwenda kwenye haki za matangazo ya television. Tunaona fedha ambayo inapatikana eneo hilo, lakini tunaona namna ambavyo wadhamini wameongezeka kwenye ligi kwa sababu ya namna ambavyo mpira ulibadilika kibiashara, umeenda kwenye television, unaonekana zaidi, umekwenda kukua zaidi, lakini sasa unakwenda kuwa biashara kwa upande wa takwimu. Ni eneo ambalo lilikuwa bado linaonekana ni gumu kuweza kuzalisha fedha, lakini naamini kwa wadau TFF wenyewe, lakini timu na wachezaji watakwenda kudhalisha. Lakini hata kwenye kitengo chako, kwa maana nikizungumzia watu kama nyinyi ya producer ambaye mna produce vipindi vingi vya sports, vipindi vikubwa, maana hii itausaidia sasa kutunza hata kitu kinaitwa record pamoja na takwimu za sasa na ambazo zimepita. Yeah, of course ni jambo kubwa, kwa maana ya kwamba hata unapofanya uchambuzi wa mechi kwa sasa ukienda kutumia Soka Matrix unakwenda kumpa mtu kitu ambacho kina uhalisia mkubwa zaidi. Leo tuna man of the match, tunamjadili baada ya mchezo, lakini utaona amefanya nini, takwimu zake mara nyingi tunaziona wanashare. Kwa hiyo inakwenda kufanya uchambuzi, tathmini kuwa live zaidi, kutoka kwenye maoni ya mtu mmoja umeona nini, lakini tunaenda kuona kwenye uhalisia. Tukisema huyu mchezaji alicheza vibaya, tutaangalia hit map yake, alikuwa anakimbia kwenye maeneo gani kwenye mchezo. Tukisema huyu mchezaji amefanya vizuri, tunaenda kuangalia hit map yake, tutaangalia takwimu zake, tutaangalia namna ambavyo alikuwa akisaidiana na wenzake. Kwa hiyo hata kwenye uchambuzi baada ya mchezo utakwenda kutupa kitu kizuri. Uchambuzi kabla ya mchezo unakwenda kutuongezea, kwa sababu tukisema Faisal Salum au Pacome Zouzoua au Aniseura ni mchezaji muhimu kwenye timu yake, tunaweka mazingatio gani? Tutakwambia mechi hizi mbili, ona mikimbio yake alivyokuwa akikimbia, namna akipata mpira anaenda kwenye half spaces, tunakuonyesha half spaces ni hizi. So inakwenda kufanya uchambuzi uwe live zaidi, tathmini ziwe tathmini ambazo zinajengeka kwenye uhalisia na ukweli zaidi, na unaenda kufanya kazi ya kama sisi waandaaji wa uchambuzi wa mechi, waandaaji wa vipindi vya michezo, tunakwenda kuwapa watu kitu ambacho itasaidia wachambuzi kupunguza migogoro na wachezaji. Of course, lazima siwezi kusema kama itapunguza migogoro kabisa,
lakini kama mchezaji atalichukulia kama ni jambo chanya, kwa sababu litakwenda kubezi kwenye uhalisia, sio maoni tena. Ukimchambua mchezaji ukaweka na kile ambacho amekifanya kwenye mchezo, ukaonyesha kile ambacho amekifanya kulingana na tathmini ya uchambuzi huu ambao umefanywa kwenye takwimu, lakini hizi si takwimu tu za namba, lakini zinaonyesha mpaka ramani na kile ambacho amekifanya kwenye mechi. Kama atalichukulia kwa mtazamo chanya litakwenda kumsaidia, lakini kama atalichukulia kwa mtazamo hasi inaweza ikawa bado ni sehemu ya mgogoro, lakini itawasaidia wachezaji ambao wana malengo makubwa kwenda kuona, kwa sababu unajua kama unafanya kazi na unatamani kufanya kazi nzuri zaidi, lazima ujipime, nimefanya nini leo, kesho natamani kufanya nini. Kwa hiyo kwa tathmini na uchambuzi wa data hizi ambao wanakwenda kufanya Sokametrics, unakwenda kumpa mchezaji hicho. Mimi kama meneja wa mchezaji, baada ya mechi naweza nikaangalia mchezaji wangu leo alifanya nini, nitaketi naye nitamwambia, ili tufanye biashara nzuri sokoni mwisho wa msimu, tutembee humu. Kwa hiyo hata ambao wanasajili leo tunasema unaenda kumsajili mchezaji amefunga magoli 11, unakuta magoli 8 hapo wachezaji wa kubabaisha sasa wanaanza kuondoka taratibu. Of course, unakuta mchezaji ana goli 11